Maandiko yanasema ya kwamba Bwana alikuwa na uwezo. Ni nani angeweza kukomboa mwanadamu? Ni nani angeweza kufa msalabani? Ni nani angeweza kutoa uhai wake? Ni nani angeweza kukomboa mwanadamu? Ni nani angeweza kuteswa kwa ajili ya dhambi ya wanadamu? Ni nani angeweza kukuokoa kutokana na nira ya ukoo? Ni nani angeweza kukuinua kutoka mahali adui walikuweka? Ni nani anayeweza wa kukutoa kwa laana walizokufungia? Maandiko inasema Yohana akaona katika ufunuo watu malaika, maandiko inasema nao walikuwa wakiimba wimbo mpya wakisema, wewe unastahili kukitoa kitabu na kuvunja akili zake, kwa sababu umechinjwa kwa damu yako, ukamnunulia Mungu watu kutoka kila kabila, kutoka kila lugha, kila jamaa na kila taifa. Wewe umefanya watu hawa wawe ufalme na makuhani. Bwana ametufanya tumekuwa makuhani. Bwana Yesu ametufanya tunaitwa watoto wa Mungu. Bwana Yesu ametununua kwa damu yake ya gharama. Bwana Yesu ametutoa mahali tulikuwa tunafungwa. Yeye anastahili. Alichinjwa msalabani, alilia msalabani, aliteswa kwa ajili yako, aliteswa kwa ajili yangu, aliteswa kwa ajili ya maisha yako, aliteswa kwa ajili ya dhambi zako. Ni nani tena aliyekuwa na uwezo? Maandiko yanasema mbingu ikanyamaza, mbingu ikatulia. Hapakuwepo na mtu hata mmoja aliyeweza kusimama, aliyeweza kujitoa, lakini Bwana kwa uweza akajitoa. Lakini Bwana Yesu kwa nguvu akasema, niko hapa, nitumewacha niende nikape kwa ajili yao, nitumewacha niende nikateswe kwa ajili yao. Maandiko yanasema katika Isaya 53 mstari wake wa 2, alikuwa mbele yake kama mche mnyororo na kama mzizi katika nchi kavu. Hakuwa na uzuri wala utukufu wa kutufutia kwake, hakuwa na chochote katika sura yake cha kutufanya tumtamani. Alidharauliwa na kukataliwa na wanadamu, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye mateso, kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao. Alidharauliwa wala hatukuhesabu kuwa kitu, hakutuhesabu kuwa kitu. Hakika alichukua udhaifu wetu na akajitwika huzuni zetu. Hata hivyo tulidhania kuwa amepigwa na Mungu, akapigwa sana naye na kuteswa, lakini alitobolewa kwa ajili ya makosa yetu, alichukuliwa kwa ajili ya maovu yetu. Adhabu iliyoletea sisi amani ilikuwa juu yake, na maandiko yanasema kwamba na kwa majeraha yake sisi tumepona. Yaani alidharauliwa sisi tuheshimiwe, aliteswa sisi tuwe salama, alipigwa sisi tukombolewe. Yaani hakuna mtu mwingine aliyehesabiwa mabaya, tungehesabiwa mabaya, lakini Yesu akayahesabu mabaya juu yake ili uzuri uwe juu yetu. Nataka tuelewe asubuhi ya leo, Bwana ni mwenye huruma. Yesu bado anatupenda, Yesu bado anatuthamini, Yesu bado ako pamoja nasi. Mambo yote yanapatikana kwake. Hiyo mateso aliyobeba, hiyo hasira na watu waliobeba juu yake, zile viboko alipopokea, mgongo wake ukachipuliwa na viboko, ni kama nyama iliyotolewa ngozi, ngozi yake ikatolewa ili mimi nipate kufunguliwa, ili mimi nipate kuinuliwa, ili mimi
tungeelewa uzito wa maandiko haya, tungejua aliyoyapitia. Maandiko inasema ya kwamba akawekewa msalaba, akabeba uzito wa msalaba, akabeba uzito wa magonjwa, akabeba uzito wa dhambi, akabeba uzito wa madharau, akabeba msalaba, anaanguka chini ili wewe usimame tena. Alibeba ule msalaba, ule uzito ningebeba, alinibebea Bwana. Ile shida ningebeba, alinibebea Yesu. Yale mateso ningebeba, alinibebea Bwana. Inua tu mikono yako, mwambie Bwana, ulibeba kwa ajili yangu. Mwambie Bwana, ulibeba kwa ajili yangu. Ulibeba kwa ajili ya dhambi zangu. Ulibeba kwa ajili ya mateso yangu. Ulibeba kwa ajili ya shida zangu. Ulibeba kwa ajili ya mahangaiko yangu. Ni nani tena angebeba msalaba ule? Wewe ulivumilia. Maandiko yanasimulia akawekwa msalabani, akapigwa misumari katika mikono yake, akapigwa misumari katika miguu yake, akapigwa mkuki katika upavu wake, wakaondoa nguo zake, wakagawanya nguo zake, akawekwa msalabani kwa aibu. Watu wakamtega mate, alipohitaji maji ya kunywa wakachukua maji yaliyokuwa machungu. Tuambie tupitie machungu, wakamnywesha uchungu. Akalia akasema, yote yamekwisha. Nimeyapitia haya kwa sababu ya kohani lile, nimeyapitia haya kwa sababu ya kabila ile, nimeyapitia haya kwa sababu ya lugha ile. Bwana ukayapitia, Yesu wangu ukayapitia. Hapa ninakuabudu, nimepokea heshima, nimepokea baraka, nimepokea utukufu. Nani tena angeniokoa? Nani tena angenifungua? Nani tena angenionea huruma? Nani tena angefanya kazi yote ambayo Bwana wangu umefanya? Haya yote umefanya ni mazuri. Bwana pokea sifa. Yesu kwa mapigo yako ukweli mimi nimeponywa. Yesu kwa mapigo yako ukweli mimi nimefunguliwa. Yesu kwa mapigo yako ukweli mimi niko salama. Yesu kwa mapigo yako adui zangu wameshindwa. Yesu kwa mapigo yako adui zangu wametoweka. Yesu kwa mapigo yako laana zote zimeondoka. Yesu kwa mapigo yako najua kile nilichokuwa ninapitia. Watu wanakucheka, watu wanakuona kwa magonjwa. Isaya anasema ya kwamba kwa mapigo ya Yesu Kristo tumepokea uponyaji. Alibeba laana, alibeba aibu zetu, alibeba madharau yetu, alibeba shida zetu. Bwana asante, because Yesu umetenda haya, umetenda haya Bwana, umetenda haya Jehova. Wanadamu angetenda, lakini wewe Bwana umetenda. Kuna uweza kwa msalaba, kuna nguvu kwa msalaba, kuna uzima kwa msalaba, kuna uzima kwa msalaba, kuna utukufu kwa msalaba. Ule msalaba uliokuwa wa aibu umegeuka umeleta heshima, umegeuka umenunua dunia, umegeuka umenunua kwa Bwana. Walicheka ndio, lakini kile kicheko kimeleta furaha ndani yangu, kimeleta uweza ndani yangu. Alipitia uchungu ndio, lakini uchungu huo umeleta amani ndani yangu. Inua tu mikono yako, ukamwambie Bwana niko hapa, ukamwambie Yesu niko hapa. Ni nani tena nitamwabudu kama sio wewe Jehova? Ni nani tena nitamwinua kama sio wewe Jehova? Okomboa watu wako Bwana. Kuna wale walio wagonjwa, kuna wale wanaopitia shida, kuna wale wanaopitia mahangaiko, kuna wale wanaodharauliwa, kuna wale hawana mwelekeo, kuna wale wamefika mwisho. Mpendwa, asubuhi ya leo ninainua sauti yangu kwenye kiti cha enzi, ninatangaza damu hiyo iliyomwagika msalabani ni kwa ajili ya dhambi zako, ni kwa ajili ya magonjwa yako, ni kwa ajili ya mateso yako. Pokea uponyaji wa Bwana, pokea uponyaji wa Bwana. Wewe unayetazama sikia, pokea neema ya Bwana. Wewe unayetazama
Yesu anaiponya tena. Ninatangaza juu yako mama, ninatangaza juu yako mzee, ninatangaza juu yako kijana, ukafunguliwe usiku wa leo, ukafunguliwe siku ya leo, ukafunguliwe majira haya. Ninatangaza kila minyororo iliyokuwa imefunga maisha yako, hiyo minyororo inavunjika, hiyo minyororo inavunjika, minyororo ya ukoo inavunjika, laana za ukoo zinavunjika, mateso yanayopitia ya maisha, magonjwa yanayopitia ya maisha. Wakati wa Bwana umefika, majira ya Bwana yamefika. Nimekuletea yule Yesu anayemaliza shida. Huyu Yesu ninayekuambia anamaliza mateso. Sikiliza mtu wa Mungu, ninakuombea katika madhabahu haya, yale madhabahu ya wachawi wameinua, yale madhabahu wapanga wameinua, yale madhabahu yanayokutesa ya ukoo, yale madhabahu yanayokutesa ya jamii, madhabahu ya damu ya Yesu, madhabahu ya msalaba, yanayovunja sasa, yanavunjika sasa. Yale madhabahu walikuinulia usifanikiwe, ninayovunja sasa. Zile dhabihu waliotoa kwa ajili yako, zile dhabihu zilizotolewa kufunga biashara yako, zile dhabihu zilizotolewa kutesa ndoa yako, wacha zinyamaze, wacha zinyamaze. Kila dhabihu ya wachawi, dhabihu ya watu wa kwenu